Maji, kwanza hongera sana kwa kuweza kwenda kuiwakilisha Tanzania, lakini pia kwa niaba ya kwenda kupokea tuzo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Watataka kusikia kutoka kwako, tuzo hii ina maana gani kwetu kama Tanzania? Asante. Kwanza awali ya yote kabisa, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais naomba kuwashukuru sana CAF kwa kutambua mchango wa Tanzania katika maendeleo ya kandanda. Wametoa tuzo hii sio kwamba wametoa ili mradi wametoa kwa sababu kuna kazi imefanywa na serikali, na ndio maana wanatambua jitihada zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika maendeleo ya kandanda, kuanzia kujenga miundombinu, programu za maendeleo ya michezo na mambo mengine mengi ambayo yanakuja, lakini zaidi kwa kuwa wenyeji wenye mafanikio katika mashindano ya CHAN na maandalizi mazuri yanayoendelea ya mashindano ya AFCON. Kwa hivyo kwa swali lako, tuzo ina maana gani? Tuzo hii ina maana ya heshima kubwa kwa Tanzania, na Mheshimiwa Rais katika salamu zake kasema tuzo kapewa yeye, lakini hii tuzo ni ya Watanzania wote. Kwa hiyo Watanzania wote, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais nawapongeza sana kwa kupata mafanikio makubwa kwenye michezo yanayotokana na namna ambavyo mnashirikiana na serikali katika kuhakikisha michezo inakuwa inasonga mbele, na sasa tunaanza kutambulika kimataifa. Lakini pamoja na haya yote, tuzo hii kwa Rais wa Shirikisho la Kandanda barani Afrika CAF Patrice Motsepe na Rais wa Shirikisho la Kandanda duniani FIFA Gianni Infantino kutoa kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ni imani kubwa walionayo kwake. Na hata wakati napokea, Infantino ananiambia peleka salamu kwa Mheshimiwa Rais, mwambie tunamuunga mkono, tunashukuru sana kwa namna ambavyo anaunga mkono michezo. Na Patrice Motsepe wenyewe wote mmemsikia alivyosema. Kwa hivyo tuzo ina maana kubwa sana kwamba mchango wa Mheshimiwa Rais na serikali anayoiongoza unatambuliwa, na sasa nchi yetu inatajwa kimataifa. Sawa, lakini pia licha ya tuzo hii ya Mheshimiwa Rais, pia tuzo ya kwanza kupatikana Tanzania kwenye upande wa kupata mchezaji wa hapa nyumbani Tanzania Clement Mzize, goli bora la Afrika. Unazungumziaje pia hii? Ilikuwa ni heshima kubwa, nilikuwa ukumbini. Bahati mbaya sikujua kama yumo kwenye kinyang'anyiro na kama angeshinda. Sikuwa nafahamu. Nilishangilia kama chizi. Peke yangu ukumbini. Bahati nzuri nilikuwa nimekaa jirani na Health basi, naye akanisupport, akaniambia Mheshimiwa umezidisha. Manake sikutegemea, kwa sababu kweli mimi kwangu ilikuwa ni surprise. Lakini goli la Clement Mzize la msimu wa mwaka 2024-25 limetupa heshima kubwa. Dunia imejua Tanzania kuna wachezaji. Manake haikuwa Clement Mzize mchezaji tu wa Yanga, lakini mchezaji Mtanzania. Huo ni ujumbe mzito sana kwa dunia katika ulimwengu wa soka, na watu wasichukulie mzaha haya mambo. Mimi nimekutana na vigogo wa soka pale, matajiri kweli kweli. Kwa hivyo tunapofika mahali tuna fursa ambayo vijana wetu wanaweza kuonekana duniani. Sio kitu kidogo. Leo Clement Mzize ameshinda goli bora la msimu barani Afrika. Hebu fikiria vijana wangapi watavutiwa kucheza mpira? Vijana wangapi watapenda wafikie kiwango chake? Vijana wangapi wataanza kutengeneza ndoto ya kufikia kiwango cha Clement Mzize na zaidi? Mimi nilibahatika, nilipokuwa nimekaa mbele yangu alikuwa amekaa Samuel Eto'o. Niliporudi kukaa akasema when I come to Tanzania I need to meet this player. Huyo ni Samuel Eto'o. Anasema nikirudi Tanzania nataka kumuona huyo. Nimetoka pale akanifuata Emmanuel Adebayo. Akasema I saw your player. Is a very talented player. I want to see him. Mimi nikamwambia njoo Tanzania, njoo uje utembelee Tanzania. Akasema atakuja, lakini ni ujumbe mzito tuliopeleka duniani kwamba Tanzania kuna vipaji na Tanzania kuna wachezaji wa maana. Sasa Clement Mzize kashinda, Fiston Mayele ameshinda, lakini Fisto yuko pale, katokea wapi? Katokea Tanzania. Kwa hiyo mtaona wa Tanzania ni kwa kiwango gani tunakwenda, na tusijichukulie poa. Neno lako moja kuelekea kwenye mechi za kimataifa kwa wakilishi wetu wa Simba, Yanga, Azam na Singida. Neno la serikali. Kwa Simba, Yanga, Azam na Singida Black Stars nawatakia kila la heri. Tumefanya vizuri kwenye mechi zilizopita, tuna fursa ya kufanya vizuri kwenye mechi za weekend hii. Kwa hiyo mimi nawatakia kila la heri, waende wakashinde, waendelee kutuheshimisha. Ahadi yetu ni ile ile. Safari hii tunataka fainali ya kombe la shirikisho tucheze ikiwezekana wenyewe kwa wenyewe. Fainali ya klabu bingwa tucheze ikiwezekana wenyewe kwa wenyewe.
Ikishindikana wenyewe kwa wenyewe, basi mmojawapo awe kutoka Tanzania. Tuko pale kwenye 5-5 imeongezeka kidogo. Hebu sasa hivi tusiyazungumze kwanza. Tuyahifadhi kwanza hayo kwa sababu ya tunayoyapitia, alafu tutazungumza baadaye. Lakini Mheshimiwa Rais yuko pamoja na timu zote, anazisapoti. Tunaweza tusiwe na hizo shamra sana, lakini mjue kwamba anaunga mkono na yuko pamoja na vijana wake. Asante sana. Unajua wengine wote walikabidhiwa na Mosepe, mimi nimekabidhiwa na Infantino.